Wakati vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran vikiendelea kupamba moto huko Mashariki ya Kati, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Jumapili hii kilianzisha wimbi la 53 la mashambulizi katika operesheni iitwayo Ahadi ya Kweli namba 4, kikilenga vituo vya kikanda vya amri na udhibiti vya utawala wa Israeli. Kwa mujibu wa IRGC, wimbi hili la hivi karibuni lilifanyika kwa kumbukumbu ya mashahidi 84 wa jeshi la wanamaji la Irani waliokuwa kwenye meli ya kivita ya Dena ambayo ilishambuliwa kwa torpedo na jeshi la wanamaji la Marekani karibu na pwani ya Sri Lanka mnamo Machi 4 mwaka huu. Operesheni ya Jumapili hii ilihusisha shambulio la pamoja lilotumia makombora 10 ya kisasa ya kasi kubwa aina ya Fatah na Kadri, pamoja na droni zenye uwezo mkubwa wa uharibifu zilizolenga vikosi vya Marekani vilivyoko katika kambi ya Al-Dhafra, ambayo imetoa taarifa za kijasusi na msaada katika mashambulizi dhidi ya Iran. IRGC ilisisitiza kuwa mashambulizi haya endelevu na yenye nguvu dhidi ya malengo, vituo na maslahi ya Marekani na Israeli yataendelea bila kusitishwa hadi washambuliaji walazimishwe kujisalimisha na kukabili adhabu. Huku hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameangazia mapungufu ya mkakati wa usalama wa Marekani katika Mashariki ya Kati, akisema umeshindwa kuleta utulivu na badala yake unachochea mvutano wa kikanda. Katika ujumbe wake aliochapisha kwenye mtandao wa X siku ya Jumamosi, Araghchi alikosoa kile kinachoitwa mwamvuli wa usalama wa Marekani, akisema hauna ufanisi na umejaa udhaifu. Pia alizitaka nchi jirani kuweka mbele umoja wa kikanda na kuwaondoa wavamizi wa kigeni wanaotishia eneo hilo. Kinachoitwa mwamvuli wa usalama wa Marekani kimeonekana kuwa na mianya mingi na badala ya kuzuia matatizo kinayakaribisha. Sasa Marekani inaomba msaada kwa wengine, hata China, ili kusaidia kufanya mlango wa Hormuz uwe salama, alisema waziri huyo wa mambo ya nje wa Irani, na kuongeza kuwa Irani inazitaka nchi jirani ndugu kufukuza wavamizi wa kigeni, hasa kwa kuwa wasiwasi wao pekee ni Israeli, aliongeza Araghchi. Mvutano unaoendelea katika Mashariki ya Kati umeongezeka sana kufuatia vita vya hivi karibuni vya mashambulizi vilivyoanzishwa na Marekani pamoja na Israeli dhidi ya Irani, jambo lililosababisha hali hatari katika njia muhimu ya bahari ya mlango wa Hormuz. Njia hii ya kimkakati ya maji ambayo hutumika kupitisha sehemu kubwa ya mafuta ya dunia imekuwa kitovu cha mgogoro unaozidi kuongezeka katika eneo hilo. Akiandika kwenye mtandao wake wa Truth Social siku ya Jumamosi, Rais wa Marekani Donald Trump alisema mataifa mbalimbali, hasa yale yaliyoathiriwa na jaribio la Irani kufunga mlango wa Hormuz, yatatuma meli za kivita kwa kushirikiana na Marekani ili kuhakikisha mlango huo unabaki wazi na salama. Alitaja China, Ufaransa, Japani, Korea Kusini na Uingereza kuwa miongoni mwa nchi anazotarajia kushiriki. Saa chache baadaye, msemaji wa ubalozi wa China mjini Washington DC aliambia CNN kuwa China inataka kusitishwa mara moja kwa uhasama na kwamba pande zote zina wajibu wa kuhakikisha usambazaji wa nishati unaendelea kwa utulivu bila vikwazo. Katika taarifa yake, ubalozi wa China ulisema kama rafiki wa dhati na mshirika wa kimkakati wa nchi za Mashariki ya Kati, China itaendelea kuimarisha mawasiliano na pande husika, ikiwemo pande zilizo kwenye mzozo, na kuchukua jukumu la kujenga ili kupunguza mvutano na kurejesha amani. Marekani na utawala wa Israeli walizindua kampeni kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran bila uchokozi wowote kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei, pamoja na makamanda kadhaa waandamizi wa kijeshi na raia mnamo Februari 28 mwaka huu. Mashambulizi hayo yalihusisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo ya kijeshi na kiraia kote nchini Iran na kusababisha vifo vingi pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Kwa kujibu, vikosi vya ulinzi vya Iran vimefanya operesheni za kulipiza kisasi vikilenga maeneo ya Marekani na Israeli katika maeneo yanayokaliwa pamoja na kambi za kikanda kwa kutumia mawimbi ya makombora na drone. Mtazamaji,
ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.